Januari kile kiasi chako ulichokipangilia sasa ndio unaenda kukitumia. Kwa ni mipango. Kwa ukiangalia asilimia kubwa mtu ikifika mwezi wa 12 au ikifika Disemba ndo anakurupuka. Tunahitajika kwenda kutoa familia. Mpango ulikuwepo. Kwa hiyo mipango ndio inasababisha matumizi yako yaendane sawa sawa na budget ya mipango uliyofanya tangu mwanzo. Lakini hatuwezi kukiri kwamba Januari ni kweli kabisa kwamba ina matumizi mengi kuliko miezi mingine. Ni kweli. Naweza nikasema hivyo, lakini je, ukiangalia kwa nini Januari inasababisha kuwa na matumizi mengi? Wengi sana tunaingia kwenye mikopo mikubwa sana katika kipindi cha mwisho wa miaka. Ukiangalia kuanzia mwezi wa 11, ukiangalia hata kwenye trend sisi ambao tunahusika sana kwenye mambo ya huduma ndogo za kifedha, upande wa unakuta hizi wanaziita microfinance, SACCOS, kipindi kikubwa sana cha watu kukopa ni kipindi cha mwisho wa mwaka. Kwa unakuta kipindi cha kuanzia Oktoba, Novemba, Disemba mtu anaingia kwenye madeni. Ikifika kipindi cha Januari ndio muda sasa kurejesha. Kwa sasa utarejesha kupitia kipato gani? Ni kile ambacho unakitegemea cha mwisho wa mwezi, ambacho kama uliplan mapema kwamba kama hiki kipato ambacho unakitegemea kulipa deni langu ungechukua kutokana na matumizi yako. Kwa hiyo ndio maana Januari inaonekana ni ngumu, kwa sababu pia kuna mlimbikizo wa madeni ya nyuma ambayo ni fedha uliyoitumia ambayo hukuwa nayo au ambayo iko sio kwako. Katika hiyo hali ambayo unatuambia ni kweli kwamba watu hawana sasa labda elimu ya kifedha. Sahihi. Kwa sababu mimi hapa najifunza kwamba kama nitaka kuenjoy Disemba lazima nianze kuiandaa kuanzia leo. Kabisa. Watu wengi hawana elimu ya kifedha. Mimi nishaanza. Sikufika wa 4. Nikatumia ile ya miezi mitatu. Nikasema nitaanza wa 6. Kwa najua hiyo. Najua hiyo ya kushindwa kujiwekea kwa ajili ya mwezi wa 12. Ni kweli, yani kwa kiasi kikubwa sana, kwa sababu bahati nzuri nimekuwa katika kamati jumuishi ya huduma za kifedha ya kitaifa kwa kuanzia mwaka 2021, 2022, 2023, na kuna mpango mkakati wa serikali kwa ajili ya kuwafikia wananchi wote, kutoa elimu ya kifedha namna gani wanavyoweza kujikimu, kwa sababu umeona asilimia kubwa watu wengi hatuna hiyo elimu. Sasa ukiangalia sio kwamba hatuna elimu, ni kwamba tuna matumizi ya mhemko. Yani kawaida sijui niseme ni culture au ni wa Afrika, yani tuna ile kuwa ukiona kitu fulani ndo unahisi unakihitaji kwa wakati kupanga. Kwa hiyo ni kitu ambacho haukipanga. Au ukipata fedha ambayo haiko nje ya budget, nimekuja hapa nimekupatia zawadi, hapo tayari unatafuta kitu cha kwenda kuispend hiyo hela. Kwa hiyo kama ungekuwa ni mtu ambaye umefanikiwa kupata ile elimu ya kifedha, kwa sababu nafikiria Januari wanasema ada, kodi. Wanaweka mlolongo wa vitu vingi ambavyo ukiangalia kodi kila mwaka si vipo. Kodi mwezi wa 8 mtu sanalipa, mwezi wa 5, wa 6, wa 7 ada si zinalipwa. Lakini kwa nini kipindi hicho hakionekani kama maisha ni magumu? Kwa hiyo ukiangalia wengi jiwekea utaratibu. Mimi nachoweza kusema kwa sasa, jiwekea utaratibu. Unataka kutumia 100,000, leo una shilingi ngapi? Leo unapata kipato labda shilingi 1,000. 1,000 yako chukua 100 weka pembeni. Ili ikifika hicho kipindi unachotaka kuitumia 100,000 tayari mfukoni una hela ya kutosha. Hiyo ndio itakuwa suluhisho ya kuonekana Januari siwe mchungu. Wewe nataka nipate tu mfano wa hapa tusizungumzie watu wa huko nje, lakini tu kwa hapa. Wewe kwa mfano ratiba yako ya kununua, ya kufanya shopping ya mavazi kwa mwaka umeipangaje? Yani kwa mwaka unaenda kwenye duka la nguo mara ngapi kusema sasa hii ni hela kwa ajili ya kununua nguo ili nikae nazo kwa miezi labda 6? Au ni wale sisi tunakutana na muuza kiatu Mwenge anambia hebu njoo nione, nikienda natoa hela iliyokuwa ya chakula na nunua kiatu. Mimi kwa kweli niseme muongo, mimi huwa ipangu. Nikiona kitu nimekipenda nitakinunua hapo. Hawa ndo tunazungumzia. Sasa hawa ndo wanaohitajika kupata elimu ya kifedha, kwa sababu je, ilikuwa ndani ya bajeti yako? Lakini nimekipenda mama. Na ni kizuri. Bila iko kwenye plan ya kununua kiatu kwa siku hiyo. Hapo naweza nikamsaidia mtu kama wa namna hii. Kama wewe tunamsaidiaje? Tunaweza tukamsaidia kwa namna hii. Jiwekea utaratibu wa kuwa na akiba dharura. Akiba dharura inaweza ikakusaidia kupunguza matumizi, yani kufanya matumizi ambayo hayakuwa ndani ya budget kwa kipindi hicho. Kwa hiyo kama una utaratibu wa kujiwekea kiasi fulani, weka kiasi zaidi ya hicho ambacho hiki kitakuwa kwa ajili ya dharura. Dharura ndo kama hizo. Lakini sasa sio iwe utaratibu wako. Kila unapokutana na kitu unanunua, hiyo tayari itakuwa sio dharura. Kwa hiyo dharura inachukua nafasi ya matumizi ambayo wewe hukuyatarajia. Ikiwemo labda ugonjwa, sababu mwingine akwambia nimepata ajali, hana bima, dharura imetokea ni ugonjwa.
umepata tatizo labda barabarani, kuna namna yote unaweza kupata tatizo ambalo linakulazimu kutoa fedha. Kwa hiyo kuwa na utaratibu wa kuweka akiba ya dharura. Kwa hiyo nataka kuniambia kwamba mshahara ambao anapata mtu sio mshahara kwa ajili ya matumizi yote. Ndio. Kuna mkakati ambao lazima uweke katika kipato ambapo kabisa. Kuna dharura, kuna akiba, kuna matumizi. Sasa dharura sio kanunulia viatu. Hivi ni njia sahihi ya kutunza pesa. Kuna rafiki yangu mmoja yeye anafanya biashara ya kuuza hivi vibubu vya kutunzia pesa. Na wakati anajaribu kuniuzia akaniambia moja kati ya sifa ya hichi kibubu ni hakivunjiki kirahisi. Nikamuuliza atavunja nani? Akaniambia wewe. Yaani mimi naweka fedha yangu kwenye kibubu lakini natakiwa kiwe kigumu nisikivunje, maana kwamba kuna siku nitakuja nitamani kukivunja. Ni ngumu kiasi gani watu kutunza pesa na ni njia zipi mnashauri sana watu kuzitumia? Yaani kwa kweli njia nzuri ambazo tunashauri na tukienda kwenye majukwaa mbalimbali tunahimiza watu, tumieni taasisi rasmi kwenye kuhifadhi fedha zenu. Kibubu ni kama yani niseme ni funguo ambayo wewe unayo mwenyewe wakati wowote, ni kama tu ile ambayo iko mfukoni kwako. Kwa hiyo kinakupa tu ugumu kwenye kukivunja, lakini sio kwamba kivunjiki. Kwa hiyo ndio maana saa nyingine tunashauri, kwa sababu ile fedha unaipata katika mshahara wako, unaweza ukajitahidi ukaweka utaratibu mzuri kwamba kuna baadhi ya mabenki, kuna baadhi ya taasisi za kifedha hizi ambazo kama nyingine za SACCOS wamekuwekea utaratibu mzuri. Labda mimi katika mshahara wangu kiasi labda 10% ya mshahara kila siku wewe unaenda kwenye benki yangu. Hiyo ni namna nzuri ya kukulazimisha kufanya kuweka akiba bila wewe kuona ile mugdha ya kutoa la mfukoni na kuweka akiba. Lakini pia kuna namna nyingine pia kwenye mitandao ya simu. Bahati nzuri siku hizi yani tumepewa tuseme platform nyingi za kutunza fedha. Kuna wengine wanaita kibubu mtandaoni. Kuna namna nyingi sana wameita hayo majina. Yani unailazimisha kila fedha inayoingia kwenye simu yako kiasi fulani kikatwa automatic kiende kikakuweke akiba. Kwa hiyo inakulazimisha wewe kuona kama unaweza kuwa unajisi huna hela, kumbe una hela ambazo umeziweka ambazo unazifanyia matumizi ya kesho. Kwa hiyo tumieni njia rasmi. Sawa, na wakati huu tukiendelea kuzungumza, najua wengi tunawakera kwa sababu anajikuta kwamba hatuna discipline ya hela. Kuna mtu kaamka asubuhi hela akula ameshanunua kiasi. Bado tupo na Madam Irene Magambo tukizungumza kuhusiana na mwezi Januari na ugumu wake kama tunavyofikiri, na kujiuliza tunakwama wapi kwenye mwezi huu hapa. Madam, wakati tunazungumza nimekuuliza hapo kwenye masuala ya fedha tunagawa watu kwa makundi kadhaa. Kipato cha chini, kipato cha kati na cha juu. Sasa kwenye malalamiko ya Januari kuna kundi linaonekana ndio walalamikaji wakubwa sana kuliko wengine. Hii inawaathiri watu gani sana? Mambo yetu tulizungumza kuhusu masuala ya mikopo kuchangia sana matumizi yasiyo na nidhamu, planning mbovu. Watu gani wanaathirika zaidi? Kuna aina za 3 tofauti. Kuna kipato cha juu, kipato cha kati na kipato cha juu. Kipato cha chini ni watu wa aina 3 tofauti. Cha kushangaza hata ukiangalia kwenye research statistics wanaokuwa wanalalamika sana kwamba Januari ni ngumu ni watu wa kipato cha chini na baadhi ya kipato cha kati. Lakini tatizo linaonekana kwa sababu ya mipango mibovu. Kwa sababu ukiangalia asilimia kubwa ya watu wa kipato cha chini analazimika atoke nje akafanye kazi ndipo aweze kula. Kwa hiyo asilimia pia ukiangalia kwa kipindi cha mwezi Januari mzunguko wa fedha huwa ni mdogo. Ukilinganisha na mwezi wa kuanzia Oktoba, Novemba na Disemba. Hii inaathiri sana watu wakipata chini. Kwa sababu gani? Mwezi Disemba ajira zinakuwa ni nyingi. Ajira kwa namna gani? Ukiangalia ubunifu mwingi sana unatokea kipindi cha likizo na sikukuu. Watoto wametoka, unakuta kuna mtu anauza maputo, anauza vifaa vya watoto kucheza. Yaani kuna namna fulani katika kipindi cha sikukuu na kipindi hicho huwa ni ajira nyingi sana na fursa nyingi zinazalishwa. Kwa hiyo anakuwa na uhakika wa kupata pesa. Ikifika kipindi sasa cha Januari, fursa nyingi huwa zinakata. Kwa ndio maana unakuta Januari inaonekana ngumu sana kwa watu wa kipato cha chini ambao wanategemea toke nje akafanye kazi ili apate. Kwa ndio maana hiyo ni sababu mojawapo ya kuonekana kwamba ni kipato ya Januari inakuwa ni ngumu. Ukiangalia hata kwa sasa hivi wanaonufaika nikija kwenye wale wa kipato cha kati, wanaonufaika kwenye mwezi wa Januari ni wale ambao sana labda wanauza
vifaa vya shule, madaftari. Kwa hiyo mzunguko unakuwa katika eneo lao peke yao. Kwa hiyo wengine unakuta hawagusi kabisa. Kwa hiyo ndio maana unashangaa mzunguko wa fedha, afu pia ni kipindi ambacho hela inarudi sana kwenye serikali. Kwenye upande wa uchumi tunaita circulation of money. Sasa hivi serikali inakusanya, sio inatoa. Kipindi cha miezi ya mwisho wa mwaka hela nyingi huwa inatoka. Ukiangalia pia hata wale wafanyakazi bonuses zinakuwa nyingi kipindi cha sikukuu. Kwa hiyo unakuta analipwa mshahara mara mbili, au kuna wanaita nini holidays, sijui nini allowance. Kwa hela nyingi zinatoka. Sasa Januari anajikuta sasa mbona sasa ile hela niliyospend mwezi wa 12 na Januari, kama ningejipanga mapema hii hela ingeweza kurudi sasa ikakava matumizi kama hayo. Kwa hiyo wanaoathirika sana sana ni wa kipato cha kati na kipato cha chini. Lakini pia cha kushangaza hata wenye kipato cha juu kuna baadhi pia wanaathirika. Hawa wa kipato cha chini tukubaliane kwamba kuna wengine wanasingizia tu Januari. Tunamjua mchungu toka mwezi wa 8 hana hela. Kila Januari anaingia kwenye mkumbo wa kutuambia kwamba hii Januari ni ngumu sana. Kuna watu wanasingizia Januari. Ni kweli kabisa. Na ukiangalia niseme ni kitu kimeshajijenga kwenye akili za watu. Ukiangalia kipindi hicho alikuwa anatumia sana hela. Kwa hiyo alilazimika hata kukopa. Sasa ili aonekane kwamba jamani Januari ngumu kwa wote, na mimi ni atafute mazingira kuifanya Januari ionekane ngumu kwenye comfort zone. Lakini ukija kukiwalisia miezi yote inafanana. Tunamjua kwamba hana hela yote. Tunatokaje kwenye kuilaumu Januari? Kwa sababu ni trend ya kila mwaka, ni trend ya kila ikifika Januari. Mwingine anaanza kuilaumu Januari kwa mwezi wa 12 kwamba utakuwa mwezi mgumu, wewe ushafika. Yani kuna mtu ameshajiandalia mazingira hayo. Tunaifanyaje? Tunawashauri nini watu kwenye kuiendea Januari ili iwe ni mwezi fulani mlaini tu? Yani mpaka ningesema natamani hata hii topic tungeifanya kabla Januari yenyewe kufika. Tuambie tu, lakini bado hatujachelewa. Lakini cha muhimu ambacho mimi naweza nikasema kwa sasa, kwa namna situation tuliofikia, tayari Januari kweli inaweza ikawa inaonekana ni ngumu kwa baadhi ya watu. Kwa hiyo tuchukue kama uzoefu wa kujipanga kwa miezi mingine. Kwa hiyo kile kitu ambacho unatamani kukifanya kwa mwezi wa 3, wa 4, wa 5, anza kukipanga kuanzia leo. Kwa sababu kuna wengi sasa hivi tumelipa ada labda mwezi wa kwanza kwa kukopa. Unatakiwa kufanya marejesho kila mwezi, ili ukifika labda mwezi wa 6 kama umelipa labda ada miezi 6 au ya muhula mmoja, utatakiwa tena kulipa tena. Kwa hiyo weka kichwani kwako kwamba hela inayotakiwa kulipa mwezi wa 6 au wa 3 anza kuikusanya leo. Sawa sawa na kodi. Kodi unalipa labda 500,000 kwa mwezi. Lakini ikishafika labda Januari ndo sina hela ya kodi. Kwa hiyo jitahidi kila unachotaka kufanyia matumizi kwa miezi ijayo, anza kukiwekea mkakati sasa hivi. Unataka kufanya matumizi ya milioni 3, breakdown. Fanya milioni 3 yako ili ufikishe milioni 3 kwa sasa natakiwa niweke kiasi gani kwa ajili ya kunisaidia kuspend milioni 3 baadaye. Kwa hiyo unaanza kukaa taratibu. Je, na kipato kiasi gani? Kwa hiyo usiweke pia matarajio makubwa sana. Labda naweza nikasema pia kuna watu pia mwanzo wa mwaka huwa wanajiwekea malengo makubwa sana. Unajua hana hela. Hiyo pia. Kwa malengo lazima yawe realistic. Jitahidi sana. Anza kuanzia sasa hivi, jiwekee mikakati mizuri, lakini ogopa na epuka kujiwekea malengo makubwa, kwa sababu malengo makubwa pia yanakuja kuaffect Disemba. Itafika Disemba ile kama Disemba mwaka jana nilipanga kujenga nyumba, sijajenga nyumba. Nilipanga kununua gari. Kwa hiyo utalazimika tena kurudi kule kwa mwaka jana. Hivi ni kweli malengo ya mtu kiuchumi yanaakisi kipato chake? Inatakiwa iwe hivyo. Kwa kiasi kikubwa lazima malengo ya akisi kipato, kwa sababu mimi nasema jitabirie mema, ongea makubwa yatakuja. Tuna notion nyingi. Of course, hiyo hoja msingi. Kwa mfano kuna baadhi ya nyumba niseme usiwaze vitu vidogo. Usiwaze vidogo, waza makubwa yatatokea tu. Ni kweli yatatokea. Je, yatatokeaje? Kwa hiyo unaanza mikakati mapema, kwa sababu mimi niweza kusema tu kwa sasa hivi planning kuna aina 2 au 3. Plani za muda mfupi, plani za muda mrefu na za muda ya kati. Kwa hiyo kama unataka kufanya plani ya muda mrefu, hatukukatazi kuwa na malengo makubwa. Lakini je, unataka kuyatekeleza ndani ya muda gani? Ili usipate pressure ya kufika Disemba hujafanya chochote, unaingia kwenye madeni ili tu useme jamani na mwaka jana mimi nimeachieve kitu fulani. Jiwekee mikakati mapema. Kwa hiyo ndo naweza tukasema kwa sasa ambao tayari wameguswa na Januari na wanalalamika, anza leo kujiwekea mikakati mizuri. Kwa tunamalizia, hii elimu unayotupa hapa unadhani imekosekana wapi?
sehemu gani haifiki inasababisha haya yote? Mimi ndo naisikia leo hivi. Unaisikia leo. Kiukweli sasa hivi kuna mikakati mizuri elimu. Niseme kidogo kwa nyuma kwa sisi tuliosoma zamani kidogo. Elimu kama hii ilikuwa itolewi hata mashuleni. Kwa hiyo yani imekuwa kuna gap kubwa sana kati ya watu kama sasa hivi watu wazima na watoto. Ukiangalia kuna programs nyingi sasa hivi zimeanzishwa na serikali, lakini pia na taasisi binafsi. Elimu ya fedha shuleni. Kuna clubs kabisa, bahati nzuri pia benki yetu kuna wanatoa kozi maalum ambayo unakuwa unapewa cheti certified, unaitwa public financial educator, mtaalamu wa fedha. Kwa hiyo elimu inaanzia kuanzia mashuleni. Wewe mzazi umefanikiwa kupata kama sasa hivi, anza kuelimisha watoto wako. Ndio maana hata wanasema pia tunafanya hizi programs kwenye upande wa majukwaa mbalimbali. Kwa hiyo kuna kuwa wanaitwa wataalamu wa fedha mbalimbali kwa ajili tu ya kuja kutoa hii elimu kwa watu. Kwa hiyo kwa Tanzania tujitahidi tu kuwa sasa hivi bahati nzuri tuna platform nyingi. Tuna simu, yani sehemu yoyote elimu unajua kujifunza hakuna mwisho. Na kuna elimu zile za maisha na elimu nyingine ambazo unaweza ukajiongezea mwenyewe shule au katika taasisi nyingine. Sawa bana, sisi tulikuwa tukizungumza hayo na nimeuliza kwa sababu kuna ndugu yangu mmoja mchungu yeye, nilienda kwake nikakuta ananiambia mimi mtoto wangu nampa shilingi 3,000 afanyie matumizi yake ya siku. Anasema inaonekana namtesa, nikamwambia unamtesa sana, akaniambia hapana. Akasema alikuwa analalamika sana siku za kwanza. Lakini baadaye nikagundua halalamiki tena. Nikamuuliza vipi? Mbona halalamiki? Akaniambia ameshajua jinsi ya kuishi na ile 3,000. Sahihi. Ameshaweza kujibalance. Kwa sababu afundishwe sehemu nyingine, bora nimfundishe kwa vitendo. Bora nimuelekeze kwa vitendo kwamba hii 3,000 unaweza ukaishi nayo. Ukala na nikakuta jioni upo safi kabisa. Kwa hiyo nakwambia wengi tumeikosa mashuleni. Mashuleni natakiwa ifike hii. Mashuleni tayari program imeanzishwa na serikali, lakini kama nilivyosema pia na taasisi binafsi ambazo pia zinaenda kujisajili kupitia Benki Kuu ambazo zinatambulika kwa ajili ya kutoa elimu ya kifedha. Lakini pia kuna mkakati ambao tayari serikali imeuandaa kuangalia namna ambavyo itakuwa ni kama baadhi ya somo kama masomo mengine ili kuiweka iwe kama program kabisa mwanafunzi anajifunza, lakini kwa sasa imeanza kama wanaita clubs, financial education club. Kwa hiyo ukienda shule wanajiunga katika kibinanio, lakini kuna baadhi ya shule pia zimefanya hivyo za binafsi, zimeenda extra tayari wameshaliingiza hilo somo kama baadhi ya masomo ambayo wengine wanasoma ili kuhakikisha watoto wanavyokuwa tayari ile elimu inakuwa ndani. Lakini pia na makanisani pia sasa hivi wameanza hizo programs. Kwa hiyo ni program ambayo tayari iko kwenye mpango wa serikali, kwa sababu kila mwaka baada ya miaka 4 kuna na kamati maalum ya kitaalam kuhusu fedha jumuishi kwa wananchi wenye ujumuishi wa kifedha kwa wananchi wote. Wanapanga mikakati namna gani ya kufika mashuleni, kufika kwa wananchi wa kipato cha chini, lakini kufikia jumuiya nzima namna ya kutoa elimu ya kifedha. Kwa hiyo mikakati ipo na kila mwaka utekelezaji wake huwa tunaangalia wangapi wamefikiwa, wangapi hajafikiwa na mikakati gani imewekwa ili kuhakikisha kila mtu anapata elimu. Kwa kuhitimisha kwa dakika moja, neno moja kwa watu kama kina Mchungu ambao matumizi ya hela kwao ni popote tu. Saizi amekaa hapa ana mpango wa kula chochote, lakini akiambiwa kuna biriani sehemu anatoa hela anaenda, hakujipanga. Ushauri wangu kwa watu kama hao, tengenezeni nidhamu, yani bila nidhamu hata nikiongea maneno 20 bado haitamsaidia. Awe na nidhamu ya kifedha. Kwa hiyo ulichopanga kutumia hakikisha ndio utakachotumia, usishawishike. Labda tu uwe na dharura, na ambayo dharura pia iwe ndani ya bajeti ya dharura. Basi. Bwana madam, sisi tunakushukuru sana kwa muda wako na tunaamini elimu hii itazidi kutolewa. Sio nyepesi sana kuipata kwa kirahisi, lakini nachokiamini itatufikia kidogo kidogo hivi mpaka tuipate. Shukrani sana. Asante sana. Na muwe na wakati mwema, na mimi Watanzania wamesikia na tutaendelea kufundishana taratibu. Kabisa. Haya bwana, sisi tukirudi hapa itakuwa ni muda mzuri kwa ajili ya habari news update, lakini pia tutapata nafasi nzuri ya kufahamu mengi yaliyojiri kwenye kibiashara zaidi. Mimi naitwa Exaudi Mtesi.